Mheshimiwa Dr. Faustin Kiwewe Beda Makoma Kifanya, Mheshimiwa kiongozi mstaafu Siani, Mheshimiwa Masabu, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dodoma, Mheshimiwa Jaji Maruma, Jaji Mfawidhi wa kile kituo cha ufundisho wa migogoro cha Mahakama Kuu ya Tanzania, na Mheshimiwa Jaji Kabomba, Jaji wa Mahakama Kuu Masjala, Mheshimiwa Msajili Mkuu, Mheshimiwa Msajili wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Msajili wa Mahakama Kuu, Naibu Wasajili, Mheshimiwa Mahakimu wakazi mdogo, mabibi na mabwana, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake za kudumu, kiasi kwamba hata leo tunaweza kukaa kuzungumza, lakini na wengine tu kuendelea na majukumu yetu mbele pamoja na dini. Hiki kiapo nilichokula, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua kiapo au viapo, na kuna viongozi wanataja moja kwa moja kwenye katiba kwamba wao kabla ya kuanza kutekeleza majukumu yao watalazimika kula kiapo, na moja wanaotajwa katika hiyo katiba ni majaji, na kwa sababu hiyo pia kuna sheria inayoitwa sheria ya viapo, kwa lugha ile ya Kiingereza the Official Oaths Act. Ni sura 266 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika moja ya maneno yaliyopo kwenye contents ya maneno ya hiki kiapo, nasema hivi: kiapo hiki kinachoenda kuwasomea, ambacho tumeona mahakimu wanasoma, kinawahusu majaji, kinawahusu na mahakimu au watu wengine judicial service. Lakini kiapo hiki pia ndicho ambacho Jaji Mkuu anaapa. Tulikwisha kula kiapo hapa, wawe sisi majaji au nini mahakimu. Maneno haya tunafahamu. Wasiwasi wangu ni kwamba kama tunayatilia maanani. Sasa nishukuru Mheshimiwa Jaji Kiongozi kwa kukumbusha uadilifu unaohimizwa hapo unaanzia kwenye kiapo. Juzi nilipoongea na wenzenu niliwaambia tusimchukulie Mungu poa. Mungu mwenyewe anatamka, anatuelekeza kwamba jina lake lisitamkwe bure. You cannot invoke his name recklessly. Kwenye hiki kiapo mlipokuwa mnamaliza, nimeona hawa wawili, Mheshimiwa Tupa na wenzake, wanasema Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa hiyo uadilifu wenu unaanzia hapa kwenye kiapo kile. Na kwa kawaida kiapo kina sanctions. Na sisi hapa tuna sanctions nyingi, adhabu. Moja, ukikiuka hicho kiapo unaweza kushtakiwa kwa kosa la jinai, lakini cha pili unawajibishwa na Mwenyezi Mungu ambaye umeapa kwake na unayemuomba akusaidie. Sasa yeye ana namna nyingi ya kuwajibisha. Anaweza kukusubiri wakati umesha kufa, kama hukutubu akakuwajibisha huko. Lakini mara nyingi huwa anaona wanarushwa na wanaokiuka maadili yale, anawaadhibisha hapa duniani. Halafu watambue wajibu wao, wamrudie Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiki hatuwezi kuwa tunasema tu Mwenyezi Mungu nisaidie, alafu hutaki kusaidiwa na Mwenyezi Mungu ambaye tayari ameshakupa maelekezo yake na unaweza kupaswa kujibu. Na
namna unavyopaswa kutekeleza wajibu wako. Na kwenye hiki kiapo ninakirejea nikikisoma kwenye sheria ya viapo, the official office act, mimi naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi unahitaji hapo ya uwakili, na nitaifanya kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Haya maneno uyaishi, uyazingatie siku zote za maisha. Wewe ufikiri kwamba naomba hii kazi ya uhakimu ni kazi ya kwenda kuvaa tu suti na watu wanakuadimia huko mitaani. Kipita kila sehemu unaitwa shikamoo mheshimiwa, kila sehemu unataja mheshimiwa, mheshimiwa. Siko hivyo, inakuja na wajibu. Tumepewa jukumu kubwa katika hali ya kawaida. Kila anayekuwa na madaraka heshimika, kila anayepaswa kuheshimika, kila anayepaswa kuheshimika anapaswa tambue kwamba ana wajibu mkubwa ili kumaintain hiyo heshima, kuidumisha hiyo heshima. Sasa kuna maneno hapa ambayo tumekuwa mara nyingi hatuyazingatii kwa kufuata sheria za watu wengine na tamaduni za watu wengine, na haya maneno ndio leo nataka niwashirikishe. Ndio maana nimewaita na leo ambao mlisho kwa kiapo. Anasema, ninarudia, mimi naapa kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya, na nitafanya haki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ninachotaka kusema hapa ni Katiba imetambua hizi mila na desturi za Tanzania. Inatambua viapo. Katiba inatambua kiapo. Hilo la kwanza. Na katika hiki kiapo sasa tunachotakiwa kufuata sisi pia pamoja na katiba hiyo inayotambua kiapo na mambo mengine ni kufuata mila, desturi. Hivi vitu viwili nataka kuviangalia. Sheria sawa. Na ndio maana tuna mahakama hapa zinatambua hizi mila na desturi, zinatambuliwa hata katika sheria zetu. Na mahakama ya mwanzo moja wa majukumu yenu unapokuwa unatekeleza majukumu yenu katika mashauri yale yasiyokuwa ya jinai ni pamoja na kuzingatia hizo mila na desturi na sheria za Kiislamu. Na ndio maana juzi nikazungumza kwenye mkutano mmoja kwamba sisi viongozi sio lazima uende kufanya kazi tu ulikozaliwa wewe. Kama nini hapa? Mtaenda kufanya kazi wengine mijini, wengine vijijini. Na sehemu kubwa ni vijijini. Lazima mjitahidi mzitambue hizi mila na desturi za watu wa pale. Na dini ya Kiislamu hamtakuwa Waislamu lakini mjue. Kwa sababu moja majukumu yenu ninyi mnapaswa msikilize hizo kesi ambazo pia ni za sheria za Kiislamu lakini ninyi mtakuwa Waislamu. Na ndio maana tukaweka utaratibu kwamba katika mahakama hizo mtalazimika kukaa na kushughulika masuala yale. Migogoro iliyoko mbele. Sio ya jinai. Kama masuala ya kimila au Kiislamu, mnapaswa mkae na wale wazee wa shauri. Walikuwa sasa. Mkae nao. Na mimi nikiwakuta hamkukaa nao, alafu hiyo kesi mkaiamua vibaya tutaielewana. Sababu tumejifanya nini na mila na desturi za watu wale pale. Na hii ni sharti la sheria. Na sheria na sasa zamani ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni lazima ukae nao.
Lakini sasa kinachosema itakuwa kwenye halmashauri pale utakapoona inafaa. Sasa uone haifai, halafu ndio amwe vibaya sana. Sasa umejifanya wewe unafahamu bila kujifunza hawa. Na mheshimiwa Jaji Kiwero, mkuu wa chuo hiki cha taasisi ya mafunzo uongozi wa mahakama, ni kuomba au na kushauri anzeni kutengeneza kompeni hizi sheria, hizi mila tuzijue. Hamwezi kitu ni sharti la kikatiba tumeweka kwenye sheria halafu mila zingine tuzijue. Ndio maana tunaanza kuhukumu kesi kana kwamba kama unavaa suruali zile kama unahukumu kama unaruhusu kesi za wavaa suruali zao. Lazima mzikompeni hizi kesi tuzijue. Hizo mila tuzijue. Bwana wakoloni walikompeni angalau hata kwa uchache. Walikompeni. Leo hivi tuna wasomi 400 shule nasema tuna wasomi wengi lakini kwa nini tunashindwa kukompeni vitu vya maana sana? Alafu kila siku tunakula viapo hapa. Hasa sisi majaji na mahakimu, judicial officers. Na viongozi wengine serikalini tunaokula viapo mila kwa kufuata mila na desturi. Alafu tunataka kufuata mila na desturi za Tanzania. Na Jamhuri ya Muungano. Tunataka kufuata mila na desturi za wazungu na watu wengine ambao hata watusaidia. Ukimwona hapa mtu mwingine ni Mwafrika kama mimi anajifanya mzungu, hata kwa kutembea. Hata kwa kucheka. Watu wengine wanazungumza wanafanya hivi, wanafanya hivi. Tuna sheria hapa inaitwa the Islamic Law Statement Check. The Islamic Law Statement Check ya mwaka 1971 wakati wa Mwalimu. Hii sheria inatuwezesha kuzitambua zile sheria. Kuna jopo la wasomi wanazuoni wa dini ya Kiislamu wakisha katika madhehebu tofauti wanakubaliana hii ndio sheria inaenda kutumika hapo kwenye masuala ya wakfu, masuala ya ndoa, masuala ya talaka, masuala ya mirathi. Itizaa leo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipotunga hizi sheria ikasema kwenye primary court huko mtatumia hizo sheria za kimila, talaka na Kiislamu, nendeni mzitumie. Zamani sheria ilikuwa ni kwamba kila mkikaa iwe kesi ya jinai na kila kesi lazima mkae na wale washauri wa mahakama wale wazee. Tulifanya mabadiliko. Sasa hivi sio. Ila mtakaa nao kwenye mashauri haya machache yanayohusiana na masuala ya kimila, hasa wale wao unajua mila na desturi za kule. Ndani mimi nimetoka chuoni mara ya mwisho niliposoma ilikuwa ni 1995. Nimetoka chuo cha Dar es Salaam. Hii nilichofundishwa na ambacho hata mimi bado nakiamini. Kwa pale chuoni hatufundishwi sheria ila tunafundishwa namna na mahali pa kupata sheria. Hawa ndio wafanya. Na ndio maana kuna somo linaitwa hivyo. Na mahala hapo unaweza kupata hizo sheria. Sources of law, si ndio? Kwa hiyo utakuta hizi statutes, utakuta katiba, utakuta na customs. Basi utakuta kama regional laws, international laws, kama hata ambazo zinatokana na customs, the usage and so forth, na conventions zinazotungwa na taasisi mbalimbali zikiwemo na Umoja wa Mataifa. Na hizi taasisi nyingine za kikanda kama Umoja wa Afrika, EU. Kuna sheria nyingi zimetungwa. Sasa hizi customs ni moja ya source ya sheria. Hii ni sheria zenyewe ndio tuna customs law. Prosumaka international law, international investment law na vitu vingine tunatoa na hata ile international law ilivyo hivyo. Ilitokana na customs na usage in maritime and so forth and so forth. Leo sisi tunakuwa kiapo kwamba utafuata kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halafu hatutaki kuzijua hata hizo mila na desturi zenyewe.
Tukiimbwa na wale wazee wetu tunaonekana kana kwamba sisi tumepitwa na wakati. Unless hiki kiapo hamtaki, basi tutakubaliana leo kwamba sisi hatutaki kufuata hizo mila na desturi, tunataka kufuata mila na desturi zilizo watu. Tutawaambia turudisheni watu wetu. Kwa sasa wakati ambapo sura lazima kukutana na kila mzee wa baraza au mshauri wa mahakama walipota sasa itabidi kwenye hizi kesi ambazo mnaenda kuapply customary law au Islamic law, mkae na hao watu washauri wanajua, na mnakwenda kule msifanye nini mheshimiwa, mkaacha ile kujua hata bila na desturi za watu wafanye. Ni sharti hili la kisheria, ni sharti la kikatiba. Mseme kwamba ni kwangu mimi nimebuni. Na sasa kati yenu hapa nimeambia kuna watu wanapenda Kiingereza sana, walikuwa hawaelewi kile kiapo. Ninawasomea. I do swear that I will well and truly serve the United Republic of Tanzania in the office of, and that I will do justice in accordance with the Constitution of the United Republic of Tanzania, as by law established, and in accordance with the laws and the custom of the United Republic, without fear or favor, affection or ill will, so help me God. When I take this advice to mind serious, hizi mila zipo na lazima tuzifahamu. Sisi wengine ni viongozi wa kitaifa, tunapaswa tujue kwa mfano hizi mila za Wasukuma kwenye jambo fulani hivi ni zipi. Hili nikienda kule nisiwaofeni. Mila za Wangoni kwenye jambo hili ni zipi? Mila wa Zaramu kwenye jambo hili, hata mila za Wahaya na Waha kwenye jambo hili ni zipi? Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji, wewe unakuomba hata hizi sheria za Islamic law ambazo zimeshakuwa compiled, labda na kutambuliwa na kuwa compiled, lazima tufanye machapisho kwa sababu tunazitumia. Na madhehebu ya dini ni muhimu sana. Wanatusaidia kwenye malezi ya watu, jamii. Hatuwezi kuwa tunasema ukitumia Islamic law, vijana hao wanaopaswa wale zinazobadilisha watako hao wanazijua. Hao wanazijua tu. Ni wajibu wa hiki chuo chetu kusaidia. Tuna wasomi wengi hapa, wengine ndio hapa wanaweza kusaidia. Wakatutengenezea tukazikufai, tukatusaidia kutumia. Tukatumika. Sasa kwa sababu ya kutambua mila na desturi hizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna umuhimu kwa kweli, kuna umuhimu mkubwa. Hata hawa wanaosimamia hizi mila na desturi ambao kwa asili ni viongozi wetu wa asili, wale wanaitwa machifu, ni high time right now kwamba hawa watu nao wanaotambuliwa na wao watambuliwe kwenye sheria. Na rais alipata, wakati mimi nilikuwepo pia katika tukio moja pale Ikulu, alikuwa ametembelewa na machifu wenzake na wakaomba kwamba watambuliwe kwenye sheria, watungiwe sheria mahususi ya kuwatambua. Na rais alichoelekeza pale ni kwamba kutunga sheria mpya itachukua mchakato mrefu. Tuangalie sheria zilizoko, tunaweza kufanya amendment kwenye sheria zilizoko. Na in particular sheria za local government authorities,
wakawa hawa jamaa na jukumu la kufanya. Na mimi ninashauri, nikikubaliana na hiyo position ya Mheshimiwa Rais, tumechelewa sana. Hawa jamaa hatuwezi kuwa viapo vyetu ni kutambua hivi, alafu watu wanaosimamia hivyo viapo kwenye huko hatuwatambui. Tuwatambue tu. Sababu za kuondoa wale machifu sasa wakati ule zilikuwa mbali, lakini sasa tumeshafikia hatua, hatuwezi tena. Tumeshajenga umoja wa kitaifa, tunayo lugha moja inayotuunganisha ya Kiswahili ambayo ninyi nasikia mtaki kuisema. Sasa nikute huko hamwitumii kwenye mzee. Mwandike unachanganya Kiswahili na Kiingereza. Tutaelewana. Nani anakuambia kwamba Kiingereza au Kiingereza kinaongeza akili? Ni lugha tu ya mawasiliano kama tunavyotumia lugha nyingine. Kwa hiyo hawa ni vyema tukahakikisha tu hata ile sheria ile ya the Local Government Authority hii itatusaidia. Hii ni KEF-2 ya inaitwa the Local Government District Authorities Act KEF-2 87. Hawa jamaa wakawa na jukumu, kwa sababu hata wakati ule walikuwa wanasema kwenye kitu kilichoitwa native authority, na hizi mahakama za mwanzo zilikuwa chini hizo native authority zikihudumia wenyeji, ndio maana mpaka sasa unaona zimeitwa local. Wa mahala pale pale ndio maana yake. Sasa leo nini ukisikia local unaona mshamba, yaani sisi ndio tunataka hivyo, mbona wao au nini? Mahala pale pale. Na walikuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo mapendekezo yangu na ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tuamini hizo sheria hapa kwetu. Hii hawa jamaa wawe na jukumu la kufanya. Kwa sababu hata mamlaka tu yenyewe ya hizo Local Government Authority kwenye kifungu cha 146 kifungu kidogo cha pili B inasema hivi. Nitaanza na kifungu cha 146 kifungu kidogo cha kwanza. Hii bara 146 kidogo cha kwanza. Madhumuni ya kuwapo serikali ya mitaa ni kupeleka madaraka kwa wananchi, na vyombo vya serikali za mitaa vitakuwa na haki na mamlaka kushiriki kuwashirikisha wananchi katika mipango na shughuli za utekelezaji wa maendeleo katika sehemu zao na nchini kote kwa ujumla. Ibara ndogo ya pili, bila kuathiri maelezo ya jumla yaliyomo katika ibara ndogo ya kwanza ya ibara hii, kila chombo cha serikali za mitaa kwa kuzingatia masharti ya sheria iliyokianzisha kitahusika na shughuli zifuatazo: A, kutekeleza kazi za serikali za mitaa katika eneo lake; B, kuhakikisha utekelezaji wa sheria na ulinzi wa wananchi; C, kuimarisha demokrasia katika eneo lake na kuitumia demokrasia kuharakisha maendeleo ya nchi. Lakini la msingi sana kwa muktadha wa tukio hili la leo ni hiyo B, kuhakikisha utekelezaji wa sheria na ulinzi wa wananchi. Local Government Authority. Na ndio maana ninyi mnalazimika hata kutambua, mzijue mila na desturi za watu hao local wanaoishi eneo hilo mnapotekeleza majukumu yenu. Hilo la kwanza. Na hao machifu kama watatungiwa sheria kwa tambua, wajibu wao pamoja na mengineo itakuwa ni yale yaliyoelezwa kwenye ibara ya 19 ibara ndogo ya 3 na ibara ya 30 ibara ndogo ya 2A, na mimi nitataja. Wajibu wao itakuwa ni kuhimiza haya mambo, kuhimiza usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii na umoja wa kitaifa. Katika utekelezaji hao ni pamoja, watakuwa na jihusisha kwa mfano hata utatuzi wa
mahakama ya ardhi, miliki wa ardhi, wale wanajua. Lakini kwa wale watakaoenda kule haitakuwa mangapi. Masuala ya ndoa, migogoro ya ndoa ile watu wanataka kuachana na wakati fulani pale hawatunzi vizuri familia zao wanapelekeza vitu vya hiyo. Ulinzi wa mazingira, wanajua vyanzo wao. Jamaa kwanza, ibada zilikuwa zinafanyika hata kwenye misitu, hata Islamu. Ibada zile zilikuwa zinafanyika kwenye misitu, si ndio? Wale jamaa walikuwa wanajua hata utunzaji wa mazingira, ile misitu inatunzwa. Na machifu hawa wanafanya vizuri sana katika utatuzi wa migogoro. Hatuwezi kuwa na kitu kinaitwa alternative dispute resolution, endeni sisi tukaacha kuona kwamba hawa machifu wanaweza kusaidia. Kimsingi tuna mheshimiwa Jaji Zao Baruma, wale machifu wamekuwa wanafanya vizuri zaidi, na sisi tumekuwa tunawatambua katika utatuzi wa migogoro. Kwa mfano Chifu Kingaro wa Morogoro. Sasa nini msiseme kwa nini mimi na mimi ni Chief Justice nawapigia yeye machifu wenzangu. Wanaweza wakakomandi respect ya ile jamii wanayoongoza, wanaoheshimu. Kwa nini tuheshimu wafalme wa mataifa mengine tuache kuheshimu viongozi wetu wa hapa? Wewe unaweza kufanya vizuri. Kulikuwa na chifu mmoja kule nadhani anatoka hivi, naye alifanya vizuri sana. Kule kwenye mahakama ile ya mwanzo siku hizi hata haina kazi. How can you afford to ignore this very important legal society? Alafu hizi mila mimi naonaga, wengine unaenda makanisani, wengine hata msikiti. Ili ni hizo mila za kiasi. Tunajifanya tu hapa. Tunajifanya tulizo mila bado zinatutawala. Kwa sababu hata hizi dini tulizoletewa zimekuwa contradictory. Yani it has become paradoxical in themselves. Wao walikuwa wanatuambia mtu atawana mwanamume na mwanamke, siku hizo wanasema tuane sisi wanaume kwa wanaume. Endeni tunaenda na sisi tunakubali. Ukimuuliza eti haki za binadamu. Alafu unapigwa marufuku ndoa za mitaa, alafu wao wanakuambia uane na mwanaume mwenzako. Endeni naona fikiria kama jambo la maana. Alafu kwa anazungumza kule leo na Mungu anafanya hivi. Yaani akili sikiza wapi? Hiyo polygamy, najua lazima hizo sheria uzifuate. Polygamy ingekuwa ni nani? Kwa nini kuna vitu vingi wanaita nyumba ndogo, mpango wa kando na so forth? Na watoto wengine leo sasa wanadhaliwa nje ya ndoa, lakini bahati nzuri sheria zinatambua the law imechange. Tusielekeze vitu vingine vya mambo haviwezi kutusaidia. Sisi na akili, sisi binadamu. Mkielekeza haya lazima tufuate sisi kitu kipi ni bora kwa maslahi ya taifa letu na sisi wenyewe. Sasa katiba yenyewe kwenye ibara 107 Kiingereza kwanza inasema mahakama ndio ni mamlaka yenye kauli ya mwisho kwa masuala ya ufanyikaji. Pia kuna mwongozo tumewekewa. Na mwongozo mwingine unazungumza kwenye ibara ndogo ya pili pale kukuza na kuendeleza usuluhishi baada ya watu wanaohusika kwenye migogoro. Ndio maana tunasema katika kukabiliana na tatizo la migogoro hii Aumeipa wewe umependa kuita alternative dispute resolution. Kwa nini hawa jamaa wasipate kazi pia ya kutusaidia? Na kwa hiyo huo ndio ushauri wangu kwa leo, na naamini kabisa kwamba utaweza kuwasaidia nyinyi. Na nimeongea kwenye context ya hiki ya kuchika mila na desturi. Wewe mama uliyekuwa hapa mara mwisho hapa nikikuuliza wewe
unatoka wapi na mila na desturi zako ni zipi, unaweza kuzitaja. Wewe mheshimiwa, unaweza kuzitaja mila na desturi? Ndio. Sasa yule ambaye hatoki kwenu anaweza kuzifahamu. Ashumi kwamba sasa amepangia kwenu, anaweza kuzifahamu zile mila na desturi. Ndio maana sasa kunakuwa na umuhimu wa kukaa na wale wazee wawasaidie, na wale viongozi wa dini wa Kiislamu au watu wanao wazee wale wanaofahamu zile ndio sahihi. Kwa kweli kile kituo cha haki jumuishi kile cha Temeke kinafanya vizuri sana. Kimeweka ukaribu sana mashehe wale, wao wanaenda wanasaidia. Na wanafanya vizuri, na ndio maana migogoro inaenda vizuri. Leo utatuzwa migogoro pale wanafanya vizuri. Kwa masuala haya ya mirathi, masuala ya baraka, masuala ya ndoa, na masuala ya wakifu, ndio hayo tu, sio mengineyo. Sio mengineyo. Sasa wenzangu, kuna sisi tunaotafasiri hizi sheria huku, sio ndani kwa mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Nadhani hiki kiapo kinatukumbusha pia sisi wote. Leo mheshimiwa jaji, wewe ulipokuwa na hapa pale sisi na mimi nilikuwa hapa siku. Mimi wanafuatilia nilikuwa lisha na kama mheshimiwa jaji na watu wengine wanafuatilia. Hata nilipokuwa siku, ni wengine kidogo pale nilikuwa naenda na waziri na mimi na katika hawa walio wote, yani sisi tunaoamua ndio tuna wajibu mkubwa sana wa kuzingatia hili, kwa sababu at the end of the day sisi ndio tunaenda kuamua. Hiki kitu tumesahau kwa muda mrefu, sisi kwa nini? Kwa hiyo ninyi mahakama za mwanzo mnalazimika kukaa na washauri katika mashauri yanayohusisha sheria za kimila au Kiislamu. Pale mahakama itakapoona kwa maslahi ya haki inalazimu kufanya hivyo, au pale mahakama itakapoomba na mmoja wapo wa wadau katika shauri husika. Sasa hapa ni kwamba mdau mmoja ameomba hivyo, alafu mwingine anaanza kupinga, alafu nao wetu sustain hiyo objection. Hii itajua ndio kwa sababu ndivyo sheria inavyoelekeza. Hapo nao utaanzisha sio objection, naye tunakubaliana naye. Wewe sikiliza. Hata wewe mwenyewe kwani nani anakuzuia kuita shahidi wako aje wa mahakama aje akushahidi pale? Unaweza kuita shahidi analeta shahidi wa mahakama aje akukusaidia. Fanya wewe ngombe vizuri. Kwa hiyo mahakama za mwanzo mnalazimika kukaa na washauri wa mahakama kwenye mashauri yanayohusisha sheria za kimila au Kiislamu. Tunaona nini mheshimiwa? Nini mnaona ni watu wazuri. Washauri wa mahakama, yaani sasa ni muhimu katika mashauri ya kimila na Kiislamu nchini Tanzania kwa kutoa utaalamu wa mila, desturi na sheria za dini ya Kiislamu ambazo huenda hakimu mhusika wa mahakama asiwe na ufahamu nazo kabisa, au akawa na ufahamu ndogo, au hazifahamu kikamilifu. Alafu wengine nyinyi mnaonaga hata mambo ya serikali ulipokuwa dogo. Sasa lakini Waislamu fanyeni juhudi mjifahamu hivyo. Wakati fulani tunalazimika kusema hii kesi hii ngoja tuweke Waislamu wanajua juhudi za kusaidia. Halafu na unaenda pale na kumbe tu jina la daktari hadi usio mfahamu. Yaani nini? Kwa hiyo wanasaidia kutoa hukumu za haki zinazozingatia mazingira ya kijamii na uhalali wa jambo fulani kwa mujibu wa imani ya Kiislamu au kwenye eneo hilo la bila desturi za watu. Vile vile wanasaidia ufahamu wa mwongozo wa sheria za Kiislamu hasa katika masuala ya ndoa, talaka na mirathi. Lakini hizo ni za Kiislamu, lakini pia na hata kama zilikuwa mila na desturi. Kuhusu mila na desturi, washauri wa mahakama wanasaidia kubainisha sheria za kimila zinazokubalika na zinazoendana na wakati wa jamii husika.
Vilevile wanaeleza ukweli wa jambo kulingana na jamii husika, hivyo kusaidia hakimu kufikia maamuzi ya haki. Washauri wa mahakama wanasaidia kuhakikisha kuwa taratibu za kimila au Kiislamu zimefuatwa, hivyo kuongeza imani kwa wananchi wa mahakama. Kwa wale wengine mlikuwa mnafikiri kwamba hawa ndio watu wa dini, sivyo hivyo. Kuanzia leo badilika. Unaelewa? Hii ni kwa mujibu wa kiapo chenu mimi, sio mambo yangu mimi. Mimi wajibu wangu ni kwenda kuwakumbusha wote. Basi baada ya kusema hayo, nimeambia mnaendelea na mafunzo yenu. Zingatieni sana ambacho hawa viongozi na watoa baada hawa, si watoa wakufunzi wanawafanyia. Zingatieni ushauri mliopewa na mheshimiwa kiongozi. Sisi na mafunzo tunachukulia kwa umuhimu mkubwa sana. Ndio maana hata mlipoanza tuliwaita na kuwaomba wenzetu viongozi wa dini waje wakae pamoja. Na ndio maana unamuona Jaji Kimero ndio mahakama ambaye ilikuwa kile kituo au taasisi ya mafunzo ya uongozi wa mahakama angekuwa naye wakati wote wanachukulia kitu serious. Ushauri wangu sasa ni kwamba hata kwenye hizi kozi ambazo tunaendelea kuandaa, haya masuala ya sheria za Kiislamu na mila na desturi tuyazingatie. Nakumbuka ile Customer Law Declaration ya mwaka 1963, government notes, is it still surviving? Kuna mengine nayo, na hapo ndipo kuna umuhimu wa kuzitambua hizi sheria na mila za desturi, tukazitambua. Wakati wa kuziapply tutakuwa tunaangalia hizi ni argument to natural justice and the constitution of the natural republic of the world, tusitumie au hazina nini tusitumie. Nini wana hata ukiwa mna hela umbeni tutaangalia huku tuone na baadaye ukafanya hiyo kazi. Alafu mahakama ya Tanzania yale ni moja wapo ya taasisi ambazo ni tajiri sana kwa kuwa na brain, kuwa na watu wenye uwezo mkubwa sana kufanya research. Ndio tunafanya maamuzi. Ndani ya mahakama hii tuna wasomi wengine, maprofesa wengine, doctor laws na nguvu yao kubwa sana hiyo kwenye research. Ndio capacity yao kubwa hiyo hapo. Hiki kitu hakiwezi kukushinda. Na machifu utakapokuwa mnaenda huko, azenda machifu yale wapo bado walichonyang'anya ni yale madaraka, lakini wapo wananchi wanatambua. Wataongoza bwana, sisi ilikuwa ni hivi na hivi. Na pengine itakuwa ni njia ya kuandika maandiko mengine na kuonesha zaidi hizi na kuintegrate hizi mila na desturi zetu katika sheria zetu. Simeshaambia moja ya source ya law ni customs. Alafu hizi customs nyingine zinafanana tu. Unakuta ziko za Waruri na Waha zinafanana hivi. Makabila mengine haya mwanzo wote unakuta nita wanatoka kwenye Kiswahili hivi. Wengi wetu hapa ni Wabantu. Mimi mpaka safari kama mwezi mmoja hivi nimekaa kule nyumbani kule kwa Masai. Nikakuta na mila na desturi nzuri zinazidi hadi hizi sheria zetu sisi. Kwa mfano katika Masai mjane yuko so much protected. Hapo ukiangalia hapo tunaona nini? Hapo wengine mtu akifa tunategemea tukwenda kumuondoa mjane tulizi zile mali. Nenda kwa Masai kama utaikuta. Adabu, nidhamu ile na nini. Kwa hiyo hii itatusaidia hata tunaweza sheria na kuziweka kwenye sheria zetu. Tuziingize kwenye sheria za nini? Kwani hizi zilitoka wapi? Hata mimi nipenda jiulize, nilikuwa najiuliza hata juzi nilisema. Hivi inakuwaje
wazungu walipokuja walitambua hata umuhimu wa sheria zetu za mila na desturi zetu. Walitambua umuhimu wa mila na desturi zetu, wakazitungia sheria zinaitwa customary law. Leo sisi tunazipuuzaje? Na tena wakati ziko kwenye kiapo chetu. Yaani sisi tumekuwa hapa kufuata tu jamaa tunasema na sisi tunafanya. Kwa hiyo yetu sisi ni kwamba kama sisi tutakuwa wa kwanza kutambua hii kama wajibu wetu wa kutii kile kiapo. Kile kutii kile kiapo. Tumekumbushwa several times na viongozi wetu wa kitaifa akiwemo Rais Samia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jamani muheshimu viapo vyenu. Sasa kwa nini tumekuwa selective? Hao wengine tunafanya mila na desturi za Jamhuri ya Muungano hatutaki. Kwa nini? Kwa nini mimi nimshangae mtu ambaye amevaa vizuri, amefunga, amehifadhi kilemba hapo? Kwa nini mnamshangaa? Hapo mkimwona sisi tunamshangaa. What is the difference between this? The nuns, the Islamic ladies. Mnadhani kuacha nywele hiki tu hivi ndio maendeleo kwa sababu hata nywele nyingine mnatoka hapa na kupenda nywele hizi ni mila nzuri. Mmetuletea matatizo makubwa sana. Hivi mila zetu zinataka watu wavae namna gani? Kwa mfano wanaume na wanawake. Ndivyo tunavyovaa leo. Tunavyovaa hivi na reflect kitu gani katika hao watu walioishi sasa hivi? Maana nini? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ataendelea kubariki sana. Kwa sababu naona nyinyi ni watu wema. Mpaka sasa sijaletewa changamoto yoyote kwamba hata mafunzo yanayoendelea kwa muonekano watu wana tabia ambazo sio nzuri. Mwendeni muishi kiapo. Mwendeni muishi kiapo, lakini zaidi mnaitwa waheshimiwa, lakini ni wenyewe ndio wa kwanza kuwaheshimu wengine. Hii heshima ile iweze kuwa endelevu kwenu. Waheshimuni watu mnaenda kufanya nao kazi huko kuanzia pale usiku, lakini na ile jamii yote. Iwe ni hawa watu wa mjini, hawa wanaoongea Kiswahili na mambo mengine mengi, waheshimiwe. Wanaokuja mahakamani, ukishakuwa mkubwa huhitaji kujitutumua. Na ukishakuwa mkubwa, watu watajua tu kwamba kweli mkubwa. Wewe ndio unapaswa wewe mnyenyekevu sana. Sasa wanakujua wewe ni mkubwa. Sasa ukiwa ni mtu wa kujipurugisha ndani, sote watakukimbia ndani ya kufanya kazi na wewe. Hata ukiona hujafunga kishindo vizuri, labda umetoka uoshi vizuri, watakuacha tu. Na hapo utapambana hali yako mwenyewe. Heshima haitokani na cheo. Heshima inatokana na huduma unayoitoa kwa wananchi. Na hasa kama mfanya. Unawakumbusha tena nini vijana wale ambao wamekusudia. Ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Heshima yetu inatokana na huduma tunazotoa kwa wananchi. Watu wakishaona kwamba wewe unawahudumia vizuri, watakuheshimu. Watakuheshimu. Hata wasipokuita mheshimiwa, lakini watafanya nini? Watakuwa watakuheshimu. Sio kila mtu anayekuita mheshimiwa kwamba anakuheshimu. Hata mimi nao hapa, mtu anaona anaita mheshimiwa, lakini kiacha nao tu anasema mtu anaweza kabisa. Akija huko mahakama yako pale, asipokuita mheshimiwa hakimu, wewe usitake offensive na yeye. Usitaki shule yeye. Sasa ibara 25 inatukumbusha wajibikaji ambao Mheshimiwa ni kiongozi pia aliwaambia alipokuwa anarejesha kwenye salama. Ibara ndogo ya kwanza inasema kazi pekee ndiyo kuzaa utajiri wa mali katika jamii. Ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Kazi hii ambayo unaenda kuifanya hivi. Ambapo pamoja na mengine umeambiwa weledi, professionalism, na uadilifu na uwajibikaji. Mambo haya
na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali na ya uzalishaji mali. Inaweza ikawa ni kazi ya uzalishaji mali au kazi nyingine yoyote halali kama hizi za mtu ambaye B. Kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Na ninyi mengi mnaenda kutekeleza yote malengo yetu ni sheria. Na sisi tunafanyia kazi sheria. Na sababu article 2 inasema hivi, bila kujali masharti bado ndogo ya kwanza, hakutakuwepo na kazi ya shughuli katika Jamhuri ya Muungano. Hii kazi ya kuhukumu tuliyopewa sisi sio ya shughuli. Ndio maana tunataka mwajibike, mjitume ninyi wenyewe, muwe na nidhamu ya kazi, tufikie malengo. Sasa wazembe wale ndio tutajaribu kuwashurutisha kwa kuwashauri na kadhalika, lakini ikishindikana tutawajibisha kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao, na tunao sheria inatuongoza. Tuwajibishe, tuwapeleka kwenye kamati zile wajibike kwamba ameshindwa kutekeleza wajibu wake, sababu sio kazi ya shuti. Tumeomba sisi wenyewe ni wajibu wetu. Ibara ndogo ya 3 inasema hivi kwa madhumuni ya ibara hii na katika katiba hii kwa ujumla, ifahamike kwamba kazi yoyote haitahesabiwa kuwa ni kazi ya shughuli au kazi ya kikatili au ya kufedha endapo kazi hiyo kwa mujibu wa sheria ni D. Nimeruka yale mengine, nimeenda D. Kazi au huduma yoyote ambayo ni sehemu ya moja, majukumu ya kawaida kuhakikisha ustawi wa jamii. Hii sisi majukumu yetu haya. 2. Ujenzi wa taifa wa lazima kwa mujibu wa sheria. 3. Jitihada za taifa za kutumia uwezo wa kila mtu kufanya kazi kwa ajili ya kuimarisha jamii na uchumi wa taifa na kuhakikisha maendeleo na tija ya kitaifa. Ndio kazi zetu. Kwa hiyo tunahimiza mheshimiwa, mwendeni muwajibike. Baada ya kusema hayo, kuwashukuruni tena na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.